Popote mlipo wapenzi watazamaji, mashabiki zangu wa hichi kituo cha Tanzania News TV, ukipenda Ezra TV, hamjambo. Karibu ni kupakulie na kukuchanganulia yale ambayo yameweza kutendeka, hususan kwenye ulingo wa kisiasa katika taifa letu la Tanzania. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuwaandama wanahabari wawili kutoka nchi jirani ya Kenya, kutoka kwa kituo cha Radio 47, akitaka kuwakamata, vile akitaka kuwanyamazisha, kwa sababu wanahabari hawa wawili wanamzungumzia sana kwenye vipindi vyao ambavyo wanaviandaa kwenye redio, kipindi ambacho kinaanza majira ya saa 9 jioni mpaka saa 1 jioni kila siku ya wiki. Sasa wanahabari hawa Bill na Mbaruk wenyewe ndio wameweza kujitokeza na kuelezea ulimwengu hivyo. Hizi taarifa si za uvumi wala propaganda, hapana. Watangazaji hawa wenyewe ndio wamejitokeza na kuelezea ulimwengu kwamba wamekuwa wakipokea jumbe za vitisho kutoka kwa utawala wa Bi Msumi Samia Suluhu Hassan. Vile wanaeleza kwamba wamekuwa wakitumiwa hata mitego, kama vile wanadada waweze kuwachumbia ili kuwakaribisha waingie Tanzania ili waweze kuwakamata. Vile hiyo haikufua dafu. Sasa utawala huu wa Samia umesonga mbele mpaka kunyemelea wafanyakazi wa Radio 47, mahala ambapo watangazaji hawa wawili wanafanya kazi. Kulingana na hawa wanahabari, wanaeleza kwamba Samia na utawala wake wa Tanzania wameweza kumpea mfanyakazi mmoja wa Radio 47 shilingi milioni 150 pesa taslimu za Kenya. Hizo ni pesa za Kenya ambazo ni pesa nyingi sana ukiwa unazibadilisha kuja kwa pesa za Tanzania. Sasa kulingana na hawa wanahabari, wanaeleza kwamba lengo la serikali ya Samia kupeana hizo hela, wanataka ili huyu mwanahabari mwenye wameweza kumuhonga aweze kuwaelezea ni wapi hawa wanahabari wawili wanaishi pale Kenya na nambari za usajili wa magari yao ni zipi, ili Samia aweze kutuma kikosi chao ama chake Kenya kuwateka hawa wanahabari. Kwa hivyo hizo pesa ambazo wameweza kutoa, shilingi milioni 150 pesa taslimu za Kenya, ukizibadilisha kwa pesa za Tanzania ni shilingi bilioni 2.7 ambazo utawala wa Samia umeweza kutoa kwa mwanahabari mmoja wa Radio 47 ili kufichua mahala ambapo Bill na Mbaruk wanaishi. Serikali ya Tanzania inaniwinda mi personally na my co-presenter, manake hawapendi tunavyofanya. Tunasema ukweli. Unajua serikali ile ya Tanzania ni ya kiimla, haikuchaguliwa na wananchi wa kweli. Ilikuwa serikali ambayo imeiba kura na ikaua watu. So sisi kama maskani tukiangazia, wanatuwinda. Wametumia paka mademu, lakini tumeresist. Wametuma watu tumeresist. Sasa hivi tunavyoongea tunasikia kwamba wanatumia mmoja mfanyikazi wetu, wanampatia 150 million ila disclose number plate ya gari zetu, mahali tunapoishi. So sisi tunasema let them come, lakini kwa mambo ni kwamba a journalist is not a criminal. Mwandishi wa habari sio criminal.
Yeye ni mtu ambaye anatangaza kitu kiko. So kama kwa mfano una feel vibaya kwa sababu mshabari, bwana tulizaliwa siku moja na tutakufa siku moja, lakini hatutanyamaza kusema ukweli. So kama kwa mfano umeua, tutasema umeua. Hatuwezi kupaka mafuta kwa Mungu wa chupa tukisema kwamba mambo ambayo hujafanya. Yale tunaotangaza ni ukweli. Hakuna kitu tumetunga. Manake ukisema umechaguliwa na 97% kisha alafu sherehe inakuwa held ndani ya kambi ya jeshi, wewe umechaguliwa na wananchi ama umeiba kura? So tunawindwa kweli. Hata sasa hivi nasikia kuna mmoja hapo ameshaingia nchini anatuwinda. Sisi tupo. Kama imeandikwa tadedi. Na kama tatoboa. But we are not afraid. Yeah. Mazeso ya information zenu zinatokanga wapi? So once ukishakuwa mzuri, wewe ni mzuri tu. Ukishakuwa mzuri wewe ni mzuri tu, utakuwa unapata tu unapata ma information, unakutumia information, shika. So ukiangalia ukiverify ndio. But huwezi tangaza kitu ambacho hakuna, tangaza vitu ambavyo viko. Unajua mpenzi mtazamaji, Samia katika taifa letu la Tanzania ameweza kunyamazisha vituo vya habari. Wanahabari hawawezi wakaangazia serikali. Ukijaribu kuangazia serikali unatekwa nyara. Wengine wetu unajua tulitoroka Tanzania. Ukijaribu kuangazia serikali jinsi ambavyo ninafanya au jinsi ambavyo wanahabari hawa wa Kenya wanafanya, unakujiwa, unatekwa, unapotezwa na hata unaweza kukosa kujulikana, jinsi ambavyo akina Mdude walipotea, jinsi ambavyo akina Humphrey Polepole walipotezwa mpaka wa leo hawajulikani waliko. Na makosa makubwa ya hawa watangazaji wa Kenya ni kumulika jinsi ambavyo Samia anaendeleza utawala wake wa kiudikteta katika taifa la Tanzania. Mfano, katika uchaguzi uliopita, jinsi ambavyo umesikia huyo mwanahabari wa Kenya anaeleza, Samia hakushinda, na hilo ni jambo ambalo linajulikana ulimwengu mzima. Samia aliiba uchaguzi na akatumia vyombo vya dola ili kusalia madarakani. Sote tunajua kwamba Samia aliweza kuwaua wananchi wengi. Hilo si jambo la kuficha. Zaidi ya 10,000. Ni jambo la kujulikana ama ni jambo la wazi. 99% ya Watanzania hawamtaki Samia. Hadi wakati mwingine mashabiki zangu wananieleza kwamba Samia akizungumza kwenye televisheni zao au redio zao inabidi wanazima redio au wanazima televisheni kwa sababu hawataki kumuona huyo muuaji. Sasa hao wanahabari wa Kenya wakimzungumzia anawatumia majambazi. Samia anapaswa kujua kwamba nchi jirani yetu hapa Kenya sio kama Tanzania. Hao majambazi watapatikana, watauawa. Wa Kenya sio kama wa Tanzania. Wale wakijua kwamba wewe ni msaliti au wewe ni jambazi, umetumwa kuteka watu, utapigwa, utauawa. Uliza majirani zetu pale Kenya, wanaelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, mwaka 2027. Wanasiasa wa serikali wameanza kutumia majambazi wahuni ili kutwanga viongozi wa upinzani ambao wanapiga serikali. Lakini wananchi wameenda hatua za kukamata wale wahuni kisha wanawaua, wanawapiga. Kwa sababu gani? Wanatumika na serikali kuhangaisha viongozi wa upinzani. Sasa kama Kenya wanawakamata Wakenya wenzao ambao ni wahuni, wanawatwanga, sembuse wa Tanzania wahuni ambao wametumwa na serikali ya Samia kuenda kukamata wanahabari wa Kenya Bili na Mbaruku, watauawa bure. Na eti makosa ya hawa wanahabari mfano ni kufichua ukweli. Kama kuna kipindi kimoja walieleza kwamba ama ukipenda raia wa Tanzania walikataa ujumbe wa Samia wa Kwaresma. Vile vile wakaelezea jinsi ambavyo Samia anafanya udikteta wake Tanzania. Eti kwamba Samia anataka akomwe kuzungumziwa. Muuaji atakomwa kuzungumziwa?
Samia asifikiri kwamba atatoa udikteta wake taifa letu la Tanzania apeleke Kenya. Wakenya ni watu ambao wamepiga hatua mbele. Hata waweza, anajisumbua bure. Pale Tanzania lete baba. Bwana, pale Tanzania Bimsumi anaendelea kupigwa madafrao left, right and center. Yeye pamoja na mawaziri wake, pamoja na naibu raisi, pamoja na wabunge wake wanakula dafrau left, right and center on a daily. Bwana, over the weekend kulikuwa na mazishi ya Kardinali Pengo. Kardinali Pengo ni kardinali ambaye alifariki, na ni kardinali ambaye alikuwa anakashifu sana mauaji yaliyotokea Oktoba 29. Ndio. Na madhila yote ambayo aliendelea baada pale. So mwanangu, Rais Samia Suluhu alikuwa miongoni mwa wale dignitaries ambao walikuwa wameenda kutembea pale katika ile kanisa na kuweza kuaga mwili wa mwenda zake Kardinali Pengo. Sasa bwana, yule askofu ambaye alikuwa pale, Father Kitima, ndio alimnyima rais nafasi ya kuaddress the congregation. Manake Kitima pia na historia wakati wavuta nkuvute. Naam. Za mwaka 2025 Oktoba 29. Pia yeye alipelekwa mbio, au sio? Ndio. Sasa mwanangu, wakati alikuwa na address the congregation na katika harakati ya kuweza kuuaga na mazishi yale ya Kardinali Pengo, bwana, akanyimwa nafasi. Akaamka kabisa rais ataka kwenda mpaka afika pale, lakini akaambia hapa utawave tu. So baada pale, badala atoke aende akae kwenye kiti hafla iendelee, akatoka kabisa akaenda rais. Ile haya aliyoona aka walk out from the matanga ama katika ile hafla ya mazishi. Rais alisusia event kwa sababu amenyimwa fursa ya kuongea. Yes, akaenda zake. Sasa swali langu tu kabla ya kusikia kilichoendelea. Rais, wewe ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ni rais mama wa taifa. Wamekunyima hapa kwenye matanga kuweza kuhutubia halaiki. Nenda barracks. Nenda ulipoapishwa. Nenda ongea na wanajeshi pale Tanzania. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Bwana, pale Tanzania ndio hawampendi rais wao. Yani wanamchukia Rais Samia Suluhu Bimsumi na serikali yake kwa jumla. Bwana, jana ndio siku ambayo inaitwa Ash Wednesday. Unajua ni Mjaluo huyu, lazima ajipange kwanza sija kuchoma. Ash Wednesday. Jana ilikuwa ni Ash Wednesday. Ile Lent season inaanza. Naam. Sio kama tunaelewana? Yani huwa ni siku 46 kabla ya Easter Sunday. Yes. Yani ni siku ambayo they fast for 40 days. Watu wanafunga, wanatubu na wanaomba. Pigo tena zaidi. Sasa kama kawaida, rais lazima awish watu wao siku njema, holiday njema na kadhalika. Ndio. Sasa jana kama kawaida akiwa Ikulu, Bi Samia Suluhu ambaye ni rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania, ndio akawatakia Kwaresma njema wa Tanzania. Sasa Watanzania wenyewe sasa kaka, ndio walikataa heri njema za Kwaresma kutoka kwa rais wao. Kweli? Simini na kushoo bro. Wakasemaje? Yani kaka, wa Tanzania wameongea vibaya kwa rais wao. Na nitakuwa nasoma baadhi ya Watanzania walivyoandika. Ndio. Mmoja amesema pale, Esther Mwihumbo, ndipo kumbuke kuwa wewe ni mavumbi, tunashangaa unavooa watu sababu ya mali wakati sisi sote ni wapitaji katika hii dunia. Steven Moses, ndugu zetu mlio Oktoba 29 vipi? Ndugu yangu naomba tu favor moja. Soma comment zao bila majina. Manake tunaweza wapatie nafasi ya kupatikana na watu wasiojulikana. Mwingine akasema afanye mambo yake, asitufikirie sisi, hataki njema zake. Okay. Hatutaki shobo.
labda wale wa Katoliki wa Korinto wa 12 mpaka 12. Kama anataka asizungumziwe, tunataka haki iweze kutendeka kwa wale ambao waliweza kuuawa. Wananchi wengi sana waliweza kuuawa kipindi cha kura mwaka uliopita. Hadi wa leo hakuna haki ambayo imeweza kutendeka. In fact, Samia aliweza kuunda tume ya upuzi eti kwamba inachunguza maafa na vurugu za mwaka 2025 mwezi wa 10. Hiyo tume ilikuwa inapaswa kutoa taarifa za uchunguzi wao tarehe 1 mwezi huu wa 4. Tena Samia akaongeza siku zingine 20. Za nini? Inaonekana kwamba ripoti ambayo iliweza kutolewa kwa ile tume ya Chande haikumfurahisha Bi Msumi. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo huyu mama ni dikteta. In fact, anapaswa kuitwa Idi Amin Mama Bi Msumi, muuaji namba 1. Eti sasa nataka kuleta vitisho mpaka nchi jirani ya Kenya. Anafikiri kwamba jinsi ambavyo anatumia maafisa wa polisi hapa Tanzania na jinsi ambavyo anatumia vyombo vya dola hapa Tanzania kuwahangaisha wale ambao wanampinga, ndivyo ataenda kufanya upuzi kama huo Kenya. Kenya ni nchi ambayo imepiga hatua licha kwamba na wao wako na uongozi mbaya. Kenya imesonga mbele, Wakenya wamechanuka. Kama Samia anafikiri kwamba atatuma mtoto wake Abduli na kikosi chake cha mauaji waende kuteka wanahabari Kenya, watauawa. Na mimi sikudanganyi, uliza tu majirani zetu, watawaua. Hao wauni ambao Samia anataka kuwatuma watauawa. Sijui wazo lako ni lipi? Ni vizuri kweli Samia anawaandama wanahabari nchini Kenya eti kwamba wanamzungumzia, atakana kwamba wanamzungumzia mpenzi mtazamaji wangu. Si ni ukweli Samia aliweza kuua au nimedanganya? Si ni ukweli Samia aliweza kuiba uchaguzi au nimeweza kudanganya? Si ni ukweli Samia ni dikteta? Sema nasi, usisahau kusubscribe, kwa sababu ukisubscribe na ukisambaza hizi taarifa, mpenzi mtazamaji, kuelekea kwa vikundi vingi, kituo chetu kinasonga mbele. Nimepotea kwa sababu ya shughuli nyingi hapa na pale, lakini ninajitahidi ili kuweza kuhakikisha kwamba ninamaliza shughuli, tuendelee na mazungumzo. Unaona tunaendelea kuimprove studio yetu, podcast yetu. Unaona tumeleta maiki hapa nyuma, tumeweza kuunda background, imekaa vizuri kabisa. Sasa tutakuwa tunatwanga kazi peke yake. Subscribe na uhakikishe kwamba unasambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ita majirani wako, ita majirani zako wajiunge na hichi kituo. Mwenyezi Mungu akubariki.